Karibuni kwenye tafakari ya mshumaa wa Pasaka. Mama Kanisa anatualika tukeshe pamoja na yeye anapotualika. Ndugu wapendwa sana, usiku huu mtakatifu sana ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alitoka mautini akaingia uzimani, Kanisa linawaalika wanawe waliotawanyika wote duniani wakusanyike ili kukesha na kusali. Pia Mama Kanisa anakubariki moto mpya, anasema, Ee Mungu ambaye kwa ajili ya Mwanao uliwapa waamini moto wa mwamba wako, utakase moto huu mpya na utujalie sisi tuwake tamaa za mbinguni kwa sikukuu hizi za Pasaka, kusudi tupate kuzifikia kwa roho safi sherehe za mwanga wa milele. Mshumaa wa Pasaka ni alama takatifu ya ushindi wa Kristo. Mimi ni nuru ya ulimwengu, yeyote anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Mwinjili Yohane sura ya 8 aya ya 12. Mshumaa wa Pasaka unaojulikana pia kama mshumaa mkuu wa Pasaka ni alama kuu katika Kanisa, ishara hai ya Kristo aliye hai miongoni mwa watu wake. Umebeba mwana kuzikiwa ukiwa na alama za kale zinazotangaza mateso, ufufuko na ufalme wa milele wa Kristo. Kila alama juu ya mshumaa hutoa ujumbe wa fumbo la Pasaka: Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Na hii ndio imani yetu. Tuangalie alama katika mshumaa, alama ya mwanga. Kristo nuru ya ulimwengu. Mshumaa huwasha kwa moto mpya usiku wa mkesha wa Pasaka. Moto huu mpya unawakilisha mwanga wa Kristo unaopenya katika giza la dhambi na mauti. Mshumaa huu unapoletwa kanisani, kanisa linaangaza, kuhani husimama langoni akitangaza, mwanga wa Kristo, na waamini tumshukuru Mungu. Kwa kweli mwanga huu si alama ya macho, bali ni ishara ya kimungu na uwepo hai wa Kristo, akitukumbusha kuwa Mungu ni haki, bado unaangaza ndani ya dunia na mioyo yetu. Tuangalie alama ya msalaba, dhabihu ya upendo. Katikati ya mshumaa weka msalaba, ishara ya wokovu wetu. Unatufundisha ufufuko hauwezi kutenganishwa na msalaba. Msalaba unaonyesha kwamba kwa kupitia mateso na kifo, Kristo alishinda nguvu na kutufungulia mlango wa uzima wa milele. Tutazame alama ya tatu, alama ya herufi za Kigiriki, alama ya Alfa na Omega, Kristo wa milele. Herufi za Kigiriki Alfa na Omega huandikwa juu na chini, kianzwa na Alfa na chini yake Omega. Kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 aya ya 8, mimi ni Alfa na Omega, aliyekuwa na atakayekuja, Mwenyezi. Herufi hizi hutangaza kuwa Kristo ni Bwana wa nyakati zote.
Yeye ni mwanzo na mwisho wa vyote. Ukuu wake ni wa milele, na ufufuo wake sio tukio la kale tu, bali ni kweli inayoendelea hata sasa. Tuangalie alama ya pili, alama ya mwanga wa sasa. Kristo katika wakati wake. Mwanga wa sasa huandikwa kwa tarakimu katika sehemu 4 za msalaba. Hii inatukumbusha kuwa ufufuko wa Kristo si jambo la zamani, bali ni tukio hai hapa na sasa. Kristo ni Mwokozi wa historia yote, lakini pia ni Mwokozi wa mwaka 2026 wa maisha yetu. Tuone alama nyingine, alama ya 5, vipande 5 vya ubani, majeraha matakatifu. Vipande 5 vya ubani hupandikizwa juu ya mshumaa katika umbo la msalaba. Vinawakilisha majeraha 5 ya Kristo, mikono yake iliyopigiwa msumari, miguu yake iliyowekwa pamoja na kupigiwa msumari, ubavuni mwake alipochomwa mkuki, na kichwani pake alipowekewa taji la miiba. Majeraha haya ni alama ya upendo wake. Hata katika utukufu wa ufufuo alibeba alama za mateso kwa ajili yetu. Kitabu cha Isaya, nabii Isaya sura ya 53 aya ya 5. Kwa majeraha yake sisi tumeponywa. Ubani pia ni alama ya sadaka sana. Harufu tamu inayopaa juu kwa Mungu, ikiwakilisha sadaka ya Kristo na ushirika wetu ndani yake. Tuangalie matumizi ya mshumaa wa Pasaka katika liturujia. Mshumaa wa Pasaka hautumiki tu wakati wa Pasaka peke yake. Ni alama inayofuatana na waamini katika hatua kuu za maisha yao. Katika kipindi cha Pasaka husimama madhabahuni ukiangaza hadi sikukuu ya Pentekoste. Katika ubatizo huwashwa kuonyesha kuwa waliobatizwa sasa wamepokea nuru ya Kristo. Kwa mshumaa mdogo hutolewa kwa maneno haya, pokea nuru ya Kristo. Katika mazishi husimama karibu na jeneza kuonyesha tumaini la Kristo katika uzima wa milele. Mshumaa hutangaza tumezaliwa katika nuru ya Kristo, tunaishi katika nuru ya Kristo, na tunapokufa twarudi kwa Mungu. Kwa kuhitimisha, mshumaa unaohubiri milele. Mshumaa wa Pasaka si tu mshumaa wa nta, ni mahubiri katika mwanga. Unatangaza Kristo aliyesulubiwa, aliyefufuka, aliye hai milele, tumaini linalozidi hofu, nuru inayoshinda giza, uzima unaoshinda mauti. Unatualika kabisa kutazama, kukumbuka na kuamini. Amka wewe usinziaye, fufuka katika wafu, na Kristo atakuangaza. Tumsifu Yesu Kristo.